Balkis, habari ya hapa ni habari ya majonzi waumini waombolezaji kutoka maeneo mbalimbali wakiwa wamejitokeza kuja kutoa salamu zao za mwisho kwa aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhadhama Paul Kardinali Pengo, ambaye aliaga dunia tarehe 19 Februari mwezi huu, Alhamisi iliyopita. Na kama ambavyo unaweza kuona tayari mamia kwa maelfu ya waombolezaji wanajitokeza hapa na kuja kushuhudia na kutoa salamu zao za mwisho kwa ambaye amewatumikia kwa takribani itakumbukwa kwamba Kardinali Pengo amelitumikia kanisa kwa takribani miaka 54, na katika miaka hiyo 54, miaka 42 amekuwa askofu, na katika hiyo miaka 54, miaka 27 ametumikia wadhifa wa kardinali ambao alitunukiwa mwaka 1998. Kwa hiyo waombolezaji kama tunavyoona, waume kwa wanawake, wazee kwa vijana, pamoja na watoto miongoni mwao, nao wanajitokeza kuja kutoa salamu zao za mwisho, akiwa amelitumikia kanisa kwa kipindi chote hicho. Itakumbukwa kwamba Kardinali Pengo katika mambo mengine ambayo aliyoyafanya ni pamoja na kuleta sera mbalimbali katika upande wa kanisa Katoliki, hasa katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambapo alianzisha sera ya tegemeza jimbo, ikiwa inalenga kuhamasisha waumini wao kuhakikisha wanashikana, wanaendeleza kanisa, wanatoa matoleo, wanatoa sadaka, wanatoa michango ya kuweka mambo sawa kwa upande wa kanisa. Lakini kwa upande wa Kardinali Pengo pia kwa watu wa Dar es Salaam wanamkumbuka baada ya kuwa askofu mwaka 1992. Alikuta takribani parokia 20, lakini hadi anaondoka katika kutumikia wadhifa wa uaskofu katika jimbo hili alikuwa tayari ameongeza parokia kutoka parokia 20 hadi parokia 118 pale alipomkabidhi aliyewahi kuwa mwanafunzi wake ambaye ni askofu mkuu kwa sasa wa jimbo hili, Juda Tadeusi Ruwaichi, ambaye alimfundisha teolojia kule Kipalapala, ambapo alienda kule kufundisha teolojia baada ya kuwa katika kutumikia kanisa kwa namna moja ama nyingine. Lakini itakumbuka huyu ndo amewahi kuwa gombera wa kwanza au rekta kwa wanaojua masuala ya seminari, ama mkuu wa shule seminari kuu kwa upande wa seminari ya Segerea pale ilipokuwa inaanzishwa, ambapo alitumikia huko kwa kipindi cha takribani miaka 6. Na twende kuona namna gani ambavyo mzaliwa huyu wa kijiji cha Mwaze huko Sumbawanga mkoani Rukwa wanavyomzungumzia waumini na waombolezaji ambao wamejitokeza na wakiwa wanaendelea kutoa salamu zao za mwisho katika kanisa hili la St. Joseph Cathedral, kanisa kuu Katoliki hapa jijini Dar es Salaam. Na kwa sababu huku siruhusiwi kupita, basi tutaongozana na mwenzangu hapa zao za mwisho, na tayari ratiba ya ibada inaeleza kwamba saa 3 ndipo watu wanaanza kutoa salamu zao za mwisho waombolezaji, lakini pia saa 7 kutakuja ibada maalum ya kumuaga, na baada ya hiyo ibada waombolezaji wataendelea kuomboleza, na hadi itakapofika saa 10 basi waombolezaji wao watasitisha kidogo kwa ajili ya ibada maalum, na baada ya hapo kutakuwepo na watu kuendelea kutoa salamu zao za mwisho, lakini kutakuwa na mkesha maalum wa kumwombea Mhadhama Kardinali Pengo ambaye aliaga dunia tarehe 19 Februari. Na miongoni mwa waombolezaji wapo hapa, japo nitawashtukiza, lakini nitaomba kuongea nao. Ndio ngoja mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pole sana. Asante. Ndio unamzungumzia Kardinali Pengo na kwa sababu wewe ni miongoni mwa waombolezaji ambao mmejitokeza. Nashukuru Mungu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Esther John. Parokia gani? Manzese.
Manzese. Ndio, unamkumbukaje? Namkumbuka huyu baba mpaka nimekuja mpaka leo natoa na uchungu mkali sana. Alinisaidia, nilikuwa na mtoto mlemavu anaitwa John amefariki. Nikambeba mtoto nikaja naye mpaka hapa juu kwenye nyumba yake pale juu. Kufika hapa nikamwambia baba, naomba msaada. Nina mtoto mlemavu nakaa katika chumba cha kupanga na sina mume, niko peke yangu. Kweli Pengo akanibariki na mtoto akambariki. Baada pale akamwambia sister, mpe hela hapo ulibaki nayo, akanipa ile shilingi 60. Kweli nikaamua kubeba na mtoto, akanibariki, nikabidi niondoke naye. Kwa hiyo niliposikia tu imeniuma sana, ikabidi nitoke nijile kuomba. Na uchungu mkali sana. Na Mungu ampokee huko aliko. Atuhurumie sisi, na sio peke yangu, tuko watu chungu mzima naona tukutoka msaada kama huu. Naomba Baba mbinguni ampokee na sisi atupokee siku la mwisho tukifika kwake. Amina. Asante sana Mama Esther. Asante. Na pole sana. Asante. Ndio, na kuna muumini mwingine hapa naweza tukaongea naye. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndio, unaitwa nani? Naitwa Ananias Gregory Mwisongo. Ndio, pole na msiba. Tunashukuru Mungu, ndio mapenzi yake Bwana. Ndio, unakumbuka nini kuhusu Kardinali? Kardinali Pengo mimi namkumbuka kwa matendo makuu ya kuongeza parokia katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Alikuwa na kampeni kubwa sana ya kuongeza parokia na kweli zimeongezeka na zinaendelea kuongezeka. Kwa hiyo utumishi wake katika kuimarisha kanisa katika jimbo kuu la Dar es Salaam ni mkubwa sana sana sana. Kwa hilo namkumbuka zaidi katika hilo. Nadhani hata sisi ninatoka Kinyerezi tumeweza kupata parokia pale katika namna hiyo ya Kardinali Pengo. Poleni sana. Asante na kushukuru sana. Tunashukuru sana. Ni sehemu ya waumini hawa wakiwa na niongee na wale pale, lakini kuna kitu cha kipekee ambacho tunapaswa kufahamu kuhusiana na maisha ya Kardinali Pengo utotoni. Yeye akiwa amezaliwa katika kijiji cha Mwaze, anatokea katika familia ambayo walikuwa 9 na yeye akiwa ni mtoto wa 6. Na kwa mujibu wa mahojiano ambayo alifanya dada yake Helena Pengo, mkazi wa Temeke, anasema kati ya watoto wote 9 yeye ndiyo mtoto pekee ambaye katika kukua kwake hakuwahi kuadhibiwa kwa kuchapwa viboko. Na ungeweza kuhisi labda ni miaka ya harakati ya zamani, lakini zamani mtoto ilikuwa kiboko ni haki yake. Lakini kwa miaka ile, miaka ya 1940 50, kuona mtoto anakuwa bila kuchapwa, kwa hiyo alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Ndio. Na hapa tuongee na waombolezaji wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Poleni na msiba mama. Asante, pole wote. Asante sana. Kutokea Azam TV tupate kusikia salamu zako. Wewe unaitwa nani? Naitwa Zita Aule. Natokea parokia Kristo Mchungaji Mwema, Tabata Kimanga. Ndio. Unakumbuka nini kwa upande wa Kardinali? Ni vingi. Si unajua ni baba yetu wa kiroho. Kwa hiyo tuko ndio maana tunasononeka. Kwa vile ni mwombezi wetu pia. Anatuongoza unapokwama kiroho, lazima utapita kwake. Ingawa tunaanzia kwa mapadri mpaka kufika kwake kidogo ni hatua, lakini tulikuwa tunamtegemea kwa kiasi kikubwa. Ndio, umewahi kuhudhuria ibada ambayo yeye alikuwa akiongoza misa takatifu? Nyingi tu. Ya kwanza ama unayoikumbuka ni ipi zaidi? Kipaimara kwa watoto. Ndio. Haya, pole sana. Asante. Asante sana. Na tupate kuongea na wengine hapa. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndio, poleni. Asante. Naongea na nani? Naongea na Godliver Sylvester. Ndio, unazungumziaje ama unamkumbuka vipi Kardinali Pengo? Namkumbuka baba kwa kweli, kwa kazi alizozifanya, ametumikia utume mpaka hatima yake. Kwa hiyo namuita ni mfiadini. Mungu ambariki, nasema raha milele ampe Bwana na mwanga milele amwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Okay, pole sana. Asante. Asante sana. Na waombolezaji wanaendelea kujitokeza hapa na mistari, watu wanapanga mistari kule wakiendelea. Jamani, poleni. Ndio, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ongea na bibi nani? Bibi Isabela Chinguile. Ndio, wewe unatokea parokia gani? Parokia Epifani ya Kijichi. Ndio, poleni wana Kijichi. Asante sana. Ndio, unakumbuka nini kuhusiana na maisha na utume wa ndugu Kardinali Pengo? Ni mambo mengi kwa kweli. Ndio. Manake kwanza alikuwa pale Kurasini na mimi niliishi hapo Kurasini. Ametufundisha mengi, ametuhudumia vingi.
kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na tunamwombea afike salama na apokelewe mahali pema peponi. Haya, asanteni na poleni. Asante sana. Na bibi hapa, bibi pole. Asante sana, nashukuru sana. Bibi nani? Bibi Regina Nkonga. Kutoka parokia gani? Parokia ya Mtakatifu Gabriel Mbagalako. Wewe unasema nini juu ya kuondokewa na mpendwa wenu? Kwa kweli huyu baba ametufundisha mambo ya pekee. Kitu ambacho mimi nitashindwa kukisahau ni unyenyekevu. Huyu baba alikuwa ni wa unyenyekevu hali ya juu. Kila alipokuwa anatembelea usingeweza kufahamu wadhifa wake na cheo alichokuwa nacho. Ni kitu ambacho lazima tufuate nyayo zake. Alafu namshukuru Mungu kwa mwaka uliopita 2025 alifika kwenye parokia yetu ya Mbagalako kutoa sakramenti ya kipaimara. Kwa hiyo ninaamini kabisa alikuja kutuaga. Mungu amweke mahali pema, na tunaamini kuwa sisi wote njia yetu ni moja, lakini Mungu ampumzishe kwa amani. Poleni sana. Asante sana, nashukuru. Tunashukuru sana, na hivi ndivyo ambavyo waombolezaji wanazidi kujitokeza hapa, wengine wakija kuandika hapo salamu zao za pole, lakini na kuhakikisha wanaweka maneno ya rambirambi na ujumbe ambao kwa kweli unamzungumzia vyema Cardinal Polycarp Cardinal Pengo, ambaye yeye hadi anakutwa na umauti alikuwa na miaka 81 akiwa amelitumikia kanisa kwa miaka 54. Na huyu ambaye leo watu wanakuja kutoa salamu zao za mwisho katika seminari alizosoma ni seminari ya Karema, ambayo wakati huo ilikuwa Rukwa, lakini sasa iko Mpanda mkoani Katavi, na baadaye akarudi kusoma seminari ya Kayengesa iliyoko huko Rukwa. Baadaye akaenda seminari ya Kipalapala, akikaa pale kwa miaka 5 toka mwaka 1965 hadi mwaka 1971 ambapo alipewa daraja la upadre, na baada ya hapo akawa katibu wa askofu kwa wakati huo, ambaye huyo pia ndiye alikuwa baba yake wa kiroho aliyehakikisha anaenda seminari ya Karema, na yeye ndiye aliyesimamia kumpa daraja la upadre katika kijiji chake alichozaliwa kule Mwazie. Na baada ya hapo akaja kuteuliwa kwenda kusoma na baraza la maaskofu teki kwenda kusoma uko Roma, na aliporejea ndipo akapelekwa kufundisha kwa muda wa takriban miezi kama 9 katika seminari kuu ya Kipalapala iliyoko Tabora, na alipotoka hapo ndipo alipoenda kuwa gambera mkuu wa kwanza katika seminari kuu ya mwaka 77 katika seminari kuu ya Segerea. Kwa hiyo watu wanazidi kujitokeza hapa na kumkumbuka, na itakumbukwa kwamba yeye ndiye aliyesimamia mazishi ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere akiwa ana mwaka 1 na miezi 6 baada ya kuwa kardinali. Kwa hiyo ana historia yake hasa panapohusika masuala ya utume, lakini masuala ya kijamii na hata kwa namna fulani masuala ya kiserikali. Bado tupo hapa katika kanisa hili la Mtakatifu Joseph au St. Joseph Cathedral kuendelea kukujuza yale ambayo yanaendelea. Na kwa mara hii ni wape pole wote walioguswa na msiba hii na wale ambao wanaendelea kuomboleza. Mimi ni David Wakarungi.